Afisa mwandamizi wa Iran Mohsen Rezaei amependekeza katika chapisho lake kwenye mtandao wa X kuwa rais wa Marekani Donald Trump ndiye anayepaswa kuondolewa badala ya majenerali wake. Kauli hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kuwafukuza baadhi ya maafisa wakuu wa kijeshi akiwemo mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Marekani. Ameandika, walisema ulinzi wa anga wa Iran umeharibiwa. Kama kawaida walidanganya. Labda badala ya kuondoa makamanda wa kijeshi, Trump mwenyewe anapaswa kuondolewa. Tumekuwa tukijiandaa kwa vita hivi kwa miaka mingi na mshangao unaendelea. Jeshi la Marekani linaendelea na operesheni kubwa ya kumtafuta rubani aliyepotea katika eneo la mbali kusini magharibi mwa Iran baada ya taifa hilo la Mashariki ya Kati kuiangusha ndege ya kivita Marekani na kuwataka wananchi wamkabidhi rubani huyo kwa kuahidi zawadi. Ndege hiyo iliyotambuliwa na Iran kuwa ni F-15E Strike Eagle ya Marekani ilikuwa mojawapo ya ndege mbili zilizoshambuliwa Ijumaa, ambapo rubani mmoja wa kikosi aliokolewa na mmoja bado hajulikani alipo. Mtangazaji wa kituo cha televisheni kinachohusishwa na televisheni ya taifa ya Iran aliwataka wakazi kumpeleka rubani wa adui kwa polisi. Uharibifu umeripotiwa katikati mwa Israel kufuatia matumizi ya mabomu ya cluster baada ya shambulio la hivi karibuni la kombora la ballistic la Iran, kwa mujibu wa huduma za uokoaji. Athari za mashambulizi zimeripotiwa katika miji ya Ramat Gan, Givatayim na Bnei Brak. Hakuna taarifa za haraka za majeruhi. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yamegusa zaidi ya vyuo vikuu 30 nchini Iran tangu vita vilipoanza mwishoni mwa Februari. Waziri wa sayansi wa Iran amesema hadi sasa zaidi ya vyuo vikuu 30 vimeshambuliwa moja kwa moja. Hossein Simai Saraf aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara katika chuo kikuu cha Shahid Beheshti kaskazini mwa Tehran kilichoshambuliwa Ijumaa. Israel imesema imelenga maeneo mbalimbali ya utafiti na maendeleo yanayohusiana na programu za nyuklia na silaha za Iran. Jeshi la anga la Israel limesema helikopta yake ilidondosha bomu kimakosa katika eneo la wazi kaskazini mwa Israel usiku uliopita. IDF imesema tukio hilo lilitokana na makosa ya kibinadamu na wataalamu wa mabomu walitumwa katika eneo la tukio kuliondoa kwa usalama. Hakuna majeruhi na tukio hilo linafanyiwa uchunguzi, jeshi hilo lilisema. Na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema lililenga meli inayohusishwa na Israel katika mlango wa Hormuz kwa shambulio la drone na kuisababisha kuwaka moto. Drone iligonga chombo hicho kinachohusishwa na utawala wa Kizayuni katika mlango wa Hormuz. Meli ilishika moto. Vikosi vya wanamaji vya IRGC vilisema katika chapisho kwenye X, vikiongeza kuwa meli hiyo iliitwa MSC Ishika.